Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tunaweza tukazungumza katika kipindi ambacho mwezi umepinduka kwenda upande wa pili. Mwezi umepinduka na kwenda upande wa pili, na ishara ya kuwa dunia bado imekwama kwenye tope zito ambalo ilikwama hapo awali. Haiwezi ikasogea zaidi kwenda hapo. Ukisoma vyombo vya habari na taarifa ambazo zimeandikwa sana jana leo, ni kama vile wamerejesha ile hali ya Lebanoni nilizungumza juzi, kuwa kuna hali ya kurejeshwa hali ya Lebanoni. Hali ipi ya Lebanoni? Kuwa mnakuwa kwenye vita halafu mnajikinga na ceasefire. Lakini hii huwa ni nzuri na unaweza ukaifanya huo mchezo pale tu mchezo unakuwa upande wako. Pale mchezo unakuwa upande wako, wewe unaweza ukauchezesha na ukasema kwa wow, tuko kwenye ceasefire. Kama vile Israel alivyokuwa akifanya kule Lebanoni Mwanza, lakini kile anachokifanya Gaza, wako ndani ya ceasefire. Netanyahu anaagiza expand ya 70% ya Gaza. Watu wenye mkataba ule unaoitwa Board of Peace, ile agreement ya vifungu 20, wako usingizini, wado hawajasikia tangazo la Netanyahu, kwa sababu tangazo la Netanyahu liko upande wao. Tangazo la kuchukua zaidi liko upande wao, ndio maana hawajasikia, yani sauti hazijasikika kwa upande wa pili. Lakini ingekuwa kinyume chake, wote wangezungumza kuhusu ukiukwaji wa ceasefire, ukiukwaji wa, yani wangezungumza na kuzungumza kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa ceasefire, haiwezekani tukabaki hapo, nani amekiuka, lazima fulani apokonywe silaha, lazima. Ingekuwa ni upande wao. Lakini kwa sababu ukiukwaji wa ceasefire wa mara hii unawafaidisha wao, huwezi kuwasikia wakisema lolote kuhusu hicho. Sasa taarifa zilizoandikwa na vyombo vya habari ni kuwa kumefanyika mashambulizi mengine kati ya Marekani na Irani. Wameendelea kushambuliana kwenye mfereji wa Hormuz. Wakati wakishambuliana kwenye mfereji wa Hormuz, Donald Trump anarudi tena na drama zake, hadithi zake za kila siku. Anasema hivi, Trump say Iran really want make a deal with US. Kuleta hadithi ya kuwa Irani kweli wanataka makubaliano na Marekani, lakini Marekani ndio wanaojipangia wao. Taarifa ukiangalia kama vyombo vya habari leo vingine vinasema kuwa Trump amewaagiza watu wake kuwa nendeni taratibu ili tuweze kupata makubaliano bora zaidi kuliko makubaliano ya Barack Obama. Yani wamekuwa wakizungumza vile, makubaliano bora zaidi kuliko makubaliano ya Barack Obama. Kuna mtu mmoja alikuwa akitathmini, anasema kuwa nenda kaangalie JCPOA ya Barack Obama ya 2015, Marekani ililipa nini Irani? Zero. Ilipoteza nini? Hakuna. Isipokuwa walifikia makubaliano ya kulifti sanction na kuanza na kila kitu. Anasema nenda kwenye makubaliano na Donald Trump, nenda kwa namba ya askari ambao tu waliwainishwa, askari 14 wameuawa. Marekani inalipa nini? Kiasi cha mabilioni ya dola kwenda huko. Lakini imepata hasara kiasi gani? Kwa tathmini yao 29 billion dola zilizoathiri damage vituo na kila kitu na kuathiri ulimwengu ulipo. Sasa akawa anahoji kuwa kuna mtu anaweza akaniambia ubora wa makubaliano ya Donald Trump ukilinganisha na ubora wa makubaliano yaliyokuwa ya Barack Obama? Anaweza mtu akaainisha tofauti yake kuwa nani kapata kipi, au nani amezidi kwa mwenzake, au nani kapoteza zaidi kwenye haya makubaliano? Unaweza ukasema vile. Kwa hiyo ni tafsiri ambayo bwana Donald Trump yeye amekuwa akipeleka katika nadharia yake. Sasa Trump anasema Irani wanataka kweli makubaliano. Irani wanataka makubaliano. Lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, ceasefire, anasema hivi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Irani, Ismail Baqai, anasema Iran Foreign Ministry says ceasefire in Lebanon remaining condition for US deal. Hii ni taarifa imetoka Wizara ya Mambo ya Nje ikitolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqai. Anasema kuwa
anasema usitishaji wa vita ndani ya Lebanoni ndio unabaki kuwa sharti kubwa katika usitishaji wa Marekani na Iran katika usitishaji wa vita wa sasa. Yani kile kinachoendelea ndani ya Lebanoni imekuwa ni ajenda kubwa ya usitishaji wa vita wa hivi sasa. Kuna mtu mmoja aliniambia hivi kuwa kwa nini Irani imeamua kuiacha Lebanoni wakati Lebanoni ipo kwenye vita, wenyewe wameamua kuiacha Lebanoni wakati Lebanoni waliingia kwenye vita kwa ajili yao Irani. Nadhani ilikuwa ni kuna wakati inakuwa ni tafsiri ya ufahamu. Unaweza ukapigana kwenye vita wakati gani na wakati gani umekuwa kwenye vita. Yani hiki unachokiona kinafanyika kwenye mfereji wa Hormuz ni zaidi ya vita. Ndio maana umemsikia Rais Emmanuel Macron anasema kuwa hatuwezi kuendelea kukaa kimya kwenye swala la Lebanon kwa sababu hali si hali. No. Unaweza ukawasikiliza wazungu katika ile nadharia ya kuwa hatuwezi kuangalia hili kwa sababu binadamu wanakufa na hivi na hivi. Ukweli wa nadharia ya wazungu hawajawahi kuwa na hilo. Yani kusema wakurumie wewe au wanawapenda sana au hapana, hawajawahi kwenye hiyo nadharia. Wao hutazama zaidi maslahi yao. Ndio maana wameunda vitaasisi vingi ambavyo ndio haki za binadamu na nini, lakini vyote vimeegemea katika upande mmoja wao. Unapogusa upande wao wote wanakuja kama nyuki, lakini linapokuja nadharia ya upande wa pili, kimya. Sasa hiki kinachoendelea ambacho kiko hapo mfereji wa Hormuz ndicho kinachowachonganisha wazungu na Marekani na wengine. Nimekuambia kuhusu Ufaransa, lakini nimekuambia kuhusu kama Italia, na wao wamepaza sauti kuhusu hilo. Lakini inabaki katika ile nadharia ambao nimewahi kuwazungumzisha. Nikawaambia hivi, kubaki kwenye vita, kuendelea kwenye vita, kupigana kwenye vita, kuondoka kwenye vita, ni nadharia ambayo itatoa majibu baada ya muda. Trump ana chaguzi 3 ambazo ni ngumu, na aliniambia rafiki yangu Abubakar wa Mombasa, ananiambia Rahbi, chaguzi 3 kwa Trump ni ngumu zote. Hana uchaguzi wowote wenye faida kwake. Anasema unamuona kwenye vita, kama ataendelea kupigana ni mchungu kwake. Kama atatoka kwenye vita hawezi. Kama asijui kubaki kwenye vita shida, kutoka kwenye vita tabu, kusaini makubaliano ni tabu. Chaguzi zote zinamuumiza yeye kwa sababu hazina majibu ambayo yanaweza yakampa ile nadharia ambayo inaweza ikatoa majibu ya moja kwa moja. Kile anachokuambia kuwa hawezi kupata majibu anayoyataka katika huu mzozo. Mazungumzo, atoke, awape Irani, akubaliane na Irani, agome kuwa na Irani. Sasa nimewaambia hapa nyuma kuwa hii ni nadharia hai ambayo inaishi ili muondoa Biden. Unapomchekea, wanasema unapomchekea mbwa utaingia naye msikitini. Sasa inategemea wewe una aibu kiasi gani, una haya kiasi gani. Mbwa wangu sitaki kumuudhi. Unamchukua Netanyahu, tayari kaisha watumbukiza kwenye shimo wa Demokrati wakati walimchekea. Nadharia yao ya kumchekea kwenye vita ya Gaza ndio iliyowaondoa. Nimelizungumza mara kadhaa kwa Donald Trump ataingia kwenye mtego huu kwa sababu na yeye bado ameminywa na file za Epstein. Kuna mtu mmoja aliniambia nasikia baba yake Mamdan na yeye yupo kwenye file za Epstein. Nikamwambia kila kitu huzungumzwa duniani. Watu wanazungumza kweli kweli, tetesi nyingi ukikaa unazisikiliza. Mtu mmoja alinitumia unajua zile tetesi, jana kuna tetesi zile. Sitaki kulizungumza sana, nitalizungumza baadaye kuhusu kujiuzulu kwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Halafu tayari Waswahili wameandika na makala ndefu kabisa inaomhusu. Wanasema kumbe alikuwa ni msaliti. Nikakumbuka story ya Ismail Khani ile ilivyokuwa kuja. Huyu alikuwa msaliti, ikatengenezwa hadithi. Angalia, huyu aliuawa, alikuwa hapa, huyu alikuwa hapa, huyu alikuwa hapa, kwa nini akanusurika? Angeonekana shujaa, angekufa pamoja, lakini yeye kunusurika ni tafsiri ya usaliti. Kwa hiyo ikatengenezwa ile nadharia nyingi, kwa nini. So hilo nitalielezea mara nyingine. Nadhani nikizungumza baadaye kwenye YouTube nikipata nafasi nitalielezea hili la Rais Masoud Pezeshkian, nadharia yake na kwa nini iko hivyo. Sasa ukimchekea Netanyahu ambaye yeye yupo kwenye njia sahihi, unapopima njia hivi sasa kati ya Donald Trump na Netanyahu, naweza nikakwambia Netanyahu yuko kwenye njia sahihi.
ya kujaribu kujinusuru. Japo kuwa taarifa za jana za Israel zilisema kuwa tayari kumeanza kufanyika mazungumzo kati ya waziri mkuu Netanyahu na mahakama za Israel kuwa wanaweza kumfutia mashitaka yake, lakini katika masharti ya kutokubaki kwenye siasa, atoke kwenye siasa. Ni kitu ambacho ni kigumu kwa sababu wa Israel wana kitu kimoja kuwa ni watu wasioaminika au hawaaminiani. Hilo liko hivyo. Wasioaminika wala hawaaminiki. Nitakupa mfano. Wakati wapo kwenye mzozo wa Gaza na umekolea, serikali ya mrengo wa kulia ikawa inavuka kabisa mstari kwenda mrengo wa kulia, ikawa inazidi kuipasua jamii ndani ya Israeli. Waliokuwa kwenye upinzani wa Israeli, Yair Lapid pamoja na Benny Gantz. Unajua Benny Gantz alijiunga na serikali kuna kipindi fulani alijiunga. Halafu baadaye akaona kuwa akaja akajitoa akasema kuwa serikali haishughuliki na matatizo ya Israeli, serikali inashughulika na matatizo ya Likud na kunusuru Netanyahu. Kwa hiyo siwezi kubaki kwenye serikali ambayo maamuzi mengi yanafanywa kwa mihemko. Swala la Gaza limechukuliwa kwa mihemko, akaamua kuondoa. Lakini tayari Yair Lapid ambaye alikuwa na wabunge 23 au 26 na chama chake Shatit, akamwambia Netanyahu, sikiliza, kama hawa walioungana na wewe, kwa sababu wakati ule ilikuwa ni kwenye ile harakati ya kukufika kwenye makubaliano, ikawa kila wale wazayuni kina Bazalel na Smotrich wanamwambia ukifanya makubaliano yoyote ya usitishaji wa vita tunaiangusha serikali, sisi tunaondoka kwenye serikali. Ndio walivyokuwa wanamtishia. Na hata alivyofikia yale makubaliano, unakumbuka kuwa Ben Gvir alijiondoa serikalini, akakaa pembeni, akajiuzulu nafasi yake, kwa sababu wao walikuwa hawataki makubaliano, wanataka tuendelee na vita mpaka tuichukue Gaza yote. Yani ndio walichokuwa wamepanga, yani kuwa kufanya. Sasa hawa kina Yair wakamwambiaje Netanyahu, sikiliza, hao wenyewe wana wabunge 12 wanaokutisha. Sisi tuko tayari kuweka wabunge wetu katika muungano wako ambao sisi tuna wabunge mara 2 zaidi ya hao. Yani utakuwa na muungano mpana sana mkubwa. Kwa sharti tu kuwa achana na hawa na uachane na mipango hiyo, kwa sababu lazima uingie makubaliano ili tuweze kunusuru taswira ya nchi na kila kitu. Netanyahu hakukubali kwa sababu hakuamini. Alijua ule ni mtego. Ni mtego upi? Mnanipa mtego ni nase, nikisha nasa wale wameisha jiondoa na nyinyi mtaondoa wabunge wenu, kwa sababu wote mnaitafuta nafasi ya waziri mkuu, kuwa mtakuja kuondoa wabunge wenu na kupelekea kuanguka kwangu, alafu tuende kwenye uchaguzi mnimalize. Akagoma. Sasa hata hii inachoendelea ni hili la kuwa je, wako tayari au wanataka kufanyaje? Yani wako tayari kwa hicho wanachokizungumza kumsamehe au wanataka wamuingiza kwenye mtego? Anahisi yani sasa kuwa ile swala la kuaminiana kwa Yahudi ni gumu. Hawawezi kuaminiana kwa sababu wanajuana sana. Sasa nadharia ni ile ya Biden, baki kwenye vita udondoke, toka kwenye vita ujinusuru. Lakini Trump ni tofauti kidogo na Biden, kwa sababu ukitazama faili za Epstein sana zimetoka, Biden sikumuona kwenye hizo faili, au waliamua kumweka pending kwa sababu hakuwa na shughuli, wala hatukuona sababu yoyote. Kwa nini waliotoka na Bill Clinton? Kwa sababu walitaka wanyamazishe ili midomo isije ikanyanyuka. Yani wale wote tunajua wataongea, tunawaonyesha kwa na wewe upo baba, usijichanganye ukaropoka. Kwa hiyo unawanyamazisha vile. Lakini hatukumuona Joe Biden kwenye hili. Sasa tofauti na kuwa Trump yeye yuko kwenye blackmail. Yani yeye ameminywa sehemu, tofauti na waliokuwa wengine. Kwa toka unaweza kuamua kutoka. Mfano fikiria kuwa Barack Obama juzi alizungumza hili swala kuwa nilikuwa kwenye tishio hilo, lakini nadhani walikuwa Barack Obama hawajam blackmail. Ndio maana Barack Obama alifanya haya mazungumzo kwa miaka 2 kwa vita kubwa mno na Wayahudi, vita kubwa mno na Israeli kwenye makubaliano ya JCPOA ya mara ya kwanza. Ndio maana ili kujinusuru na kuonekana kwa nini unampa Irani, ndio maana niliwahi kuambia kuwa Barack Obama ilibidi aende kusaini makubaliano mapya ya kutoka 2.7 bilioni ambayo Israeli ilikuwa inapokea mpaka akaiweka 3.8 bilioni kila mwaka, usaidizi wa usalama na ulinzi. Wanaambia kuwa tunakuongezea usalama na ulinzi zaidi, kuwa hata huyu akipata chochote hawezi kukudhuru chochote wewe. Barack Obama akaenda akasaini hayo makubaliano ambayo yamekuwa hai mpaka leo, makubaliano hayo ya kutoa hiyo. Sasa unabaki kwenye vita, unatoka kwenye vita. Ukiangalia jana, mfano vyombo vingi vya habari, niliona hata New York Times, nilipata muda nikawa nasoma, wanasema Trump ametuma jopo bora zaidi, akiweka msisitizo mkali zaidi wa mazungumzo, japokuwa wameficha vifungu gani au ameweka kwa sababu ya nini. Yani amesema ametuma timu bora kabisa ya mazungumzo ambayo ndio inasisitiza kwa usisitishaji mzuri ili aende akafikie makubaliano
na Irani yenye kufikiwa. Nadhani alisema vile, makubaliano yenye kufikiwa. Sasa hapo ndio akaja na ile hadithi, anasema kuwa msiende spidi, tunahitaji makubaliano yaliyo bora zaidi. Msipoenda speed, twendeni taratibu ili tuje tupate makubaliano yaliyo bora zaidi na Irani kuliko hivi sasa. Lakini last week alitangaza kuwa Marekani imeondoa kizingiti cha baharini. Halafu siku ya pili wakatoa taarifa wakasema no, kizingiti hakijaondolewa, still kimebaki vile vile. Ndio maana kuna taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vingi vya magharibi ikimuelezea kuwa msuluhishi mkuu, unajua msuluhishi mkuu ndani ya Irani anakuwa ni speaker wa bunge Mohamed Bagher Ghalibaf, anasema kuwa ni vigumu kufanya makubaliano na hawa watu wasioaminika wala wasiosimama kwenye kauli zao. Yani ni watu ambao wanabadilika kwa kauli zao, mnazungumza hiki. Ndio maana Irani wamekuwa kisisitiza kabisa mambo yao muhimu yapo kwenye MOU. Yani vitu muhimu wameviweka kwenye MOU, yani Memorandum of Understanding ile ya kwanza, yani makubaliano ya awali. Wameweka mambo ambayo kuwa akija kukataa hapa poa. Ndio maana wameweka kule achia, release freezing assets zetu, mali zetu ulizozigandisha huko ziachie, tupate hili liondoke. Yani makubaliano ya awali kabisa yawe na mbinyo. Halafu tuchukue time tukupime nafasi yako na uaminifu wako mbele kwetu. Tukishajiridhisha kuwa umeweza kustahimili kwa miezi miwili, tunajua una nia. Lakini kwa sasa kinachosoma ni kuwa hakuna nia yoyote, ni janja. Yani ukitazama ni uwezo tu. Unaweza kusema kuwa ni uwezo umefika kiwango fulani ambao unafanya haya mambo yasitokee. Lakini Marekani angekuwa na uwezo zaidi wa kufanya zaidi ya hapa, tayari angishaenda kwenye uwezo. Wala leo wasingekaa Marekani wanapoteza muda kuitana mezani, tukae tunazungumza kila siku, tukae tunafanya nini kwa watu ambao hawatupi kile tunachokitaka. Tumekaa tunatoa vitisho tu, tutarudi kwenye vita kila siku, tutashambulia, sijui tutafanya nini. Lakini still wamebaki. Nilikuwa nasoma tathmini moja imetolewa na BBC, nadhani iwe ilikuwa imeandikwa kwenye BBC. Hii taarifa ilikuwa imeandikwa na BBC. Unajua vyombo vya habari vya magharibi lakini wameandika taarifa ambayo ngoja nikumbuke kama ilikuwa imeandika nini. Ni ya BBC, walikuwa wameandika kwa kina kabisa. Wanasema Iran attacks damage 20 US military site since start of the war, satellite image show. Iran alipiga kambi 20 za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati tofauti. Ukisoma hii liandiko ndani linavyoendelea kukueleza, linaenda mpaka mwisho, linasema kuwa baadhi ya wataalamu wanasema kuwa Marekani aliomba kampuni za satellite zifiche ile picha za satellite, yani watu wasiweze kuzingamua kuona athari ya kambi zake zilivyoathirika. Kwa hiyo ameomba zile kampuni zile ficheni, yani zile taarifa zisije zikaonekana upande wa pili kama zipo, yani sije ikaonekana ile damage ambayo imetolewa. Kwa Marekani alikuwa ameomba hiyo, lakini kuna baadhi ya makampuni ambayo hayako kwenye umiliki wake ndio yaliyojaribu kuvujisha hizo picha za kuonyesha uharibifu. Lakini wataalamu wanaendelea kusema kuwa uharibifu uliosababishwa na huu umeacha uchi, yani uharibifu umeacha uchi kabisa kambi hizi za Marekani, yani kuwa hauko tena kwenye uwezo wa kupambana, wala hawana uwezo tena wa kupambana. Lakini anaendelea kusema, anasema tathmini inaonyesha ni mpaka anasema inaonyesha hiyo, anasema picha 20, lakini wanasema kuwa inawezekana ni kambi zaidi ya 28 ambazo zote zimekutwa na athari hiyo. Hii ni taarifa iliyoandikwa na BBC jamani, vyombo vya habari vya magharibi. Mimi sio taarifa ya Rahbi ambao ameizungumza, no, hii ni taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vya magharibi. Kwa hiyo ukirudi kwenye nadharia ya awali ambayo nakwambia kuwa abaki kwenye vita, atoke kwenye vita, apigane kwenye vita, au ampe nini, pale ninapowaambia kuwa hii vita haijaisha na tunaweza tukaishuhudia katika baada ya miaka kadhaa ya kizazi chetu, au tunaweza tukashuhudia kile ambacho nimekihisi na nimekizungumza kuwa huenda sasa hivi watu wakaamua kuquit, yani wakaamua kukaa kimya, onekane kama vile haya mambo yamepita. Lakini kwangu mimi naweza nikawa mtu wa mwisho sana kuamini kuwa Marekani ataondoa askari wake wote pale Mashariki ya Kati, kwa sababu hapa World Cup ni kesho kutwa. Sio taswira nzuri Marekani kuwa ipo kwenye vita, itasababisha vurugu sana, maandamano yatakuwa makubwa sana wakati wa michezo ya World Cup, na kukamata kutakuwa, yani wataharibu World Cup nzima ikiwa watarudi kwenye vita, kwa sababu watu express feeling, wageni yani itakuwa ni World Cup yenye historia
na unafahamu kuwa italeta taswira tofauti kwa sababu timu ya Iran inashiriki World Cup na inachezea kule California, licha ya kuwa Marekani wanasema kuwa hii timu haiwezi ikakaa kwetu hapa. Na hapa ni moja ya kosa jingine tena limefanyika la kimkakati. Yani masuala ya kimichezo yanaingiliwa na wanasiasa, na wanasiasa wanafanya maamuzi. Halafu watu wenye maamuzi ya hicho kitu wamekaa kimya, wanakiona sahihi. Marekani anasema kuwa Irani hawaruhusiwi kukaa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo wanaweza kucheza lakini kukaa hawawezi. Ilitakiwa ni tamko la FIFA kuwa tunanyanyua World Cup, tunaiondoa. Haiwezekani, au tutaiahirisha. Hauwezi yani ni yale makosa ambayo yamekuwa yakifanyika huku nyuma. Nimewambia kuwa Marekani anazuia nchi isishiriki kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao haumuhusu. Ni swala na hila World Cup, ni swala la FIFA na mpira wa dunia, haihusiani na Marekani. Wewe masuala yako ya kisiasa, kwa sababu nasema tusichanganye siasa na. Sasa hatutaki kuleta siasa na. Kama FIFA wameweza kulinda image ya Irani ndani ya viwanja, wanasema kuwa wanapiga marufuku matumizi ya bendera ya Simba na Jua. Wanataka bendera halisi ya Irani ndio itumike kwenye michezo yao. Kwa hiyo walikuwa kiwadhibiti wanaharakati wa upande wa pili. Kwa nini swala la Marekani kusema Irani hawawezi kulala hapa wameshindwa kulishughulikia? Ilipaswa ni amri, hamna kingine, ni amri. Hii ni michezo, haihusiani na kile ambacho unachokiona. Sasa hii image ya World Cup ni hofu kuwa mechi za Irani bora zingekuwa zinachezewa. Maana yake mechi hizi World Cup ipo ni kati ya Canada na inachezwa nini? Canada, Marekani na wapi? Na Mexico Okay, vituo hivyo inachezwa. Sasa kwa sababu Irani watachezea Marekani, aminini maneno yangu, kila mechi ya Irani itakuwa ni mechi ya kisiasa. Image, vyombo vya habari, kutakuwa na uungwaji mkono ambao Trump atawatukana wa Marekani sawasawa, na kutatokea vurugu kubwa kweli kweli za Wazayuni ndani ya Israel, na Netanyahu wataongea, kwa sababu kila pale timu ya Irani itapokuwa ina mechi utashangaa mwitikio wa watu wa Marekani ambao wataonyesha kuiunga mkono sana Irani kuzidi Marekani. Na hii wekeni nawaambia litakuja kutokea. Wataiunga mkono sana timu ya Irani na itakuwa na mashabiki wengi sana, kitu ambacho kitamkera Donald Trump na Wazayuni wote, na itaweka taswira nyingine tofauti. Sasa wanajaribu kujizuia kubaki hapa kwenye vita kwa sababu tuna World Cup, halafu tuna uchaguzi ambazo zimetukalia vibaya. Lakini uchaguzi ujao, Trump ashinde asishinde, atarudi kwenye hii vita kuja kumaliza kile anachosema finish a job. Atakuja kumaliza kazi kwa kazi maalum ya Israeli. Yani tunakuja kumfanyia kazi Israeli. Sasa mara hiyo itakuwa haijalishi Marekani inaangamia kiasi gani, haijalishi tunafanya nini. Ndio maana Irani wanataka kujaribu kuwa hatuhitaji makubaliano yote, kwa sababu tayari na wao wametazama mbali sana, wameshaona kuwa kinachokuja ni kitu fulani. Marekani na Western hawawezi wakaondoka kumwachia Irani aimiliki Hormuz. Even wakisaini makubaliano leo, kesho kutwa watakuja wajipange warudi. Na ndio ile indhari yangu nilitoa kwa nchi jirani ikiwemo Omani kuwa hao watarudi, kwa sababu kuachia hili ni zaidi ya kuachia nyuklia ambayo inakuwa mikononi kwa Irani. Na hili sasa liko kwa shinikizo la baba wa anayewaendesha, yani remote control anayeendesha Israeli. Kwa hiyo anaziswitch hizi nchi tu kuwa zifanye maamuzi kwa niaba yake. Yani Trump amekuwa ni mdomo wa Israeli. Maamuzi anachukua afa anamwambia sema hili. Unaona lile, nilisikia mjadala mmoja wa wachambuzi kuhusu ila Abraham Accord. Mchambuzi mmoja anasema kuwa ukiangalia sio kuwa Trump alikurupuka, alipewa agizo kutoka Tel Aviv, nenda kalizungumza hili na ulipe msisitizo wa nguvu, lazima waanzishe uhusiano na Israel. Ndio akaenda kuliropoka lile la kuongea. Jamani, nawashukuru sana. Rahby Digital, haki na ukweli.